الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غر الميامين قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى جميع أصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. وأمرنا الله بتقواه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Dini hii ambayo ndio dini pekee inayokubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dinul Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa raditu lakum al-islam dinan. Hizi ni baadhi ya vipande vya aya vilivyotajwa dini ya Uislamu ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu atuambia, mwenye kutafuta dini isiyokuwa dini ya Kiislamu, dini hiyo haimo. Mwenyezi Mungu atuambia, hakika ya dini ambayo ni dini ya haki kwa Mwenyezi Mungu ni dini ya Uislamu. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya nyingine, wa raditu lakumul islama dina. Dini aliyoiridhia yeye Mwenyezi Mungu ni dini ya Kiislamu. Dini hii ya Kiislamu kad banahu Allah subhanahu wa ta'ala bi khamsati arkan, imejengwa na nguzo tano: shahada an la ilaha illa Allah, as-salah, khamsu salawat, itau az-zakah, kutoa zaka, nguzo ya nne saumu Ramadhan. Tumemaliza takriban
mwezi mmoja uliopita wa saumu Ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhan. Nguzo ya tano ni alhajju baitillahi alharam, ni kwenda kufanya ibada zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kule katika ardhi ya Makka. Ibada hii imebidi tuizungumze kwa musimu wake. Ha nahnu al-yawm dakhalna fi mawasim al-hajj. Sasa tushaingia katika misimu ya haji. Wa ya bakhta, bahati ya yule ambaye ameafikiwa kwenda fi sanawati al-madhiya, kwa miaka iliyopita. Wa ya bakhta liman ufiqa lahu, kwa yule ambaye ameafikiwa kuweza kuenda kuitekeleza haji lihadhihi sana, katika mwaka huu. Alhaju ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, na hakuna khiari kwa mtu kusema kwamba mtakwenda, bali kuna ulazima wa kuifanya nguzo hii kwa kila yule ambaye ametimiza sharti zake, ametimiza mambo yanayolazimika kwa mtu ambaye amelazimika kwenda haji. Na Muislamu, ikawa wewe umekuwa na uwezo wa kwenda haji na usiende haji, basi inakuwa wewe kama umejitenga katika Uislamu, kwa sababu nguzo hii ya haji ni ibada wanaoifanya Waislamu peke yake. Dini nyingine zote hazina nguzo hii ya kwenda kufanya tawafu pale, hazina nguzo ya ibada ya kwenda kusimama Arafa, hawana nguzo ya kwenda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Na wewe Muislamu uliofaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakapoitupa nguzo hii wakati uwezo enao, angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asemaje? Asema, man malaka zadan wa rahila, atakayekuwa na uwezo, amemiliki uwezo wa kipato na kipando, ila baitillahi alharam, kinachomwezesha kumfikisha mpaka kwenda kufanya ibada ya haji. Walam yahuj, na mtu huu akafikiwa na umauti akawa hakufa, basi Mtume asema, fala alayhi immata yahudiya wala nasraniya, uzito wa kuiacha nguzo hii. Na kuna watu wanapata uwezo, wanakuwa na uwezo wa kwenda kuitekeleza nguzo kama hii, lakini yeye anakuwa na kasal na amal, anakuwa na uvivu, anakuwa na ajz, kushindwa, anakuwa na tamaa kwamba mimi nasubiri mwakani, mwaka unafika, mwaka unapita, na ngojea, mimi bado kijana. Nani alikwambia kijana hafu? Nani alikwambia mwakani utakuwepo? Nani alikwambia wewe ujipangie uwe na matarajio ya kuweko mwakani? Nani alikwambia? Na uwezo nao. Fala alayhi immata yahudiya wala nasraniya. Tumeyasema hakuna akifa Myahudi akifa Mnasara, kwa sababu hii ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Na wako ndugu zetu Waislamu wanakuwa na uwezo wa kwenda kufanya ibada ya haji na wanapitwa wasiende kufanya ibada kama. Sasa je, mtu anapokufa na ana uwezo wa kwenda kufanya ibada ya haji, mali anao, alikuwa nafasi anao, sasa je, warithi wake wanaweza kwenda kufanyia haji? Naam, inaruhusika warithi wake, kwa kuwa alikuwa na uwezo na hakwenda kufanya haji, waende wamfanyie, kwa sababu ilikuwa ni faradhi imemlazimu.
kama vile ilivyothubutu katika mafunzo na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanian, furaha kwa wale ambao wanapata fursa hii kwenda kuitekeleza ibada hii ya haji. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake akiwahutubia. Katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema Abi Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituhutubia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema Bwana Mtume, inna Allaha qad faradha alaykumul hajja fahujju, Mwenyezi Mungu amefaradhia mwende mkafanya ibada ya haji, basi fahujju, nendeni mkaifanya ibada hii. Kulingana na shuruhu za hadithi hii, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyasema maneno haya mwaka wa 8, mwisho wa mwaka wa 8 Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia Madina, kwamba mwaka wa 9 ndio unaingia na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio aende atekeleze amali ya haji. Sahaba mmoja akamuuliza, ya Rasulullah, afi kulli aami, hii ibada ya haji ambayo Mwenyezi Mungu ametufaradhia tukaifanye kila mwaka? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanyamaza, hakumjibu. Sahaba akakariri mara ya pili, afi kulli aami ya Rasulullah. Mtume akanyamaza, hakumjibu. Sahaba akakariri mara ya tatu kwa sauti ya kuona mbona sijibiwi, hakusikia Rasulullah. Akaongeza sauti, ya Rasulullah, afi kulli aami, ewe Mtume, kila mwaka? Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya tatu akazunguka akamjibu yule sahaba, law qultu na'am la wajabat, lau ningesema naam, basi ingekuwa haji ni kila mwaka, kila Muislamu amelazimika kwenda kufanya ibada ya haji kila mwaka. Kungetosha kule kungetosha. Ikiwa nchi ya Saudia katika wakati huu inatoa nafasi maalumu kwa kila nchi, kwa kila continent, Afrika kuna nafasi zake maalum ndio zagawanywa katika hii Afrika, Kenya, Tanzania, na wanaangalia na nisba miawia ya Waislamu walio katika nchi kama zile, ndio mnapewa percentage, hamufai kuzidisha. Kwa nini? Kwa sababu lao itazidi kule, hakuna nafasi za kuwabeba watu wa kiasi cha namna hiyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafahamu mambo yote mapema, ndio akasema lau qultu na'am, lau ningesema naam ingekuwa na uzito mkubwa, ndio la wajabat, ingelazimika kila mwaka. Kisha isitoshe, Mwenyezi Mungu, ad-dini yusru, hii dini ni nyepesi. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Mwenyezi Mungu atutakia wepesi katika dini, atutakia uzito. Leo wewe ukiwa kwenda haji kutoka nchini Kenya ni 700,000, 800,000 au mpaka 1 million, uambiwe kila mwaka uweke 700,000 mpaka 1 million kila mwaka, hizo za kwenda haji. Leo watu wengi hawaendi haji kwa sababu waangalia mahesabu, ina kijumba changu nakimaliza pale, hizi 800,000 wacha nimalizie mwakani. Asharusha asema ina ploti sehemu fulani ya milioni 6 nataka kuinunua, hizi 800,000 wacha niongezee katika ile 6 million, nitanunua ploti mwaka huu, haji mwakani. Sasa ikiwa ingekuwa haji ni kila mwaka, Waislamu tungepata taabu sana. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, wala mastata'tu, hamungeweza kwenda haji kila mwaka.
na Mtume akanyamaza mara 3. Wala mastata'tu, hamngeweza kwenda haji kila mwaka. Kisha wana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba walikuwa pale, innama ahlaka man kana qablakum, hakika waliangamizwa waliokuwa kabla yenu nyinyi, Bani Israili, bikathrati sualihim, kwa kufanya masuala mingi kuwauliza mitume wao. Bani Israili wakiambiwa hili basi wataliuliza, wakiliuliza, wakilitoa na kulitona, wakilidunga mpaka lile jambo huja likawa mwisho zito kwao, hawezi tena kulifanya. Kwa mfano katika sura ya 2 katika Qur'an, Suratul Baqara, walipopata mshtuko wa bwana alikuwa na mali mingi ameuliwa, na alipouliwa aliuliwa katika kijiji kingine, ikawa tafutwa huyu bwana aliyemuua ni nani. Wakasema twendeni kwa Nabii Allah Musa alayhi salam. Walipokwenda kwa Nabii Allah Musa, Nabii Allah Musa akawaambia, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Mwenyezi Mungu anawaambia chinjeni ng'ombe. Sasa wewe ukaamba kuchinja ng'ombe, si uende tu kachinje ng'ombe yoyote mpaka ufanye istifsar. Lakini Bani Israili wakauliza masala zaidi ya masala 5 6 kuhusu huyu ng'ombe, mume ama mke, mwenye kufanya kazi ya kulima ama asofanya kazi ya kulima, ng'ombe wa aina gani, rangi gani, yuko maumbile gani. Wakauliza masala mpaka mwisho wakaambia nendeni mkamtafute ng'ombe wa rangi baqaratun safra faqi'un launuha tasurru nadhirin, ng'ombe wa rangi ya manjano wanatoa. Kuna ng'ombe wa rangi ya manjano, lakini kwa masala yao wakawa na uzito, wakaenda wakamtafuta ng'ombe huko, wakampata ng'ombe wa rangi ya manjano, na hakuna ng'ombe mwingine isipokuwa ni huyo sasa. Lakini lao mwanzo ingeambiwa chinjeni, basi wangemchinja ng'ombe yote walikuwa wamepita. Lakini wakauliza, wakatona mpaka akapata ng'ombe wa rangi ya manjano. Mwenye ng'ombe akasema, sitoi ng'ombe mpaka umchinje, ikiwa mtamchinja mujaze ngozi yake dhahabu. Na kuna kiso kirefu hapa kujazwa hiyo ngozi dhahabu. Wakabidi watoe mali, sasa watoe mali yao tu kwa sababu ya kutona na masuala suala yao. Sasa Muislamu wakati anapopewa hukumu ya jambo, Bwana Mtume anawafundisha masahaba zake, innama ahlaka man kana qablakum bikathrati suali, waliopita katika Bani Israili walijiingiza katika mambo mazito kwa sababu ya kuuliza sana, wa ikhtilafihim li anbiyaihim, na kuwakhalifu kwao mitume wao. Fa idha amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum, tunakwambia masahaba kuanzia sahihi, fa idha amartukum bi shay'in, nikiwaamrisha jambo, fa'atu minhu mastata'tum, lifanyeni vile mnavyoweza. Sianze kuuliza hivi na hivi masuala mingi kama Bani Israili. Wa idha nahaitukum an shay'in, tumekatwambia akitukataza na kitu basi fatahu anhu, kumekeni nacho, fada'uhu, acheni. Hii ndio miongozo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanian, pongezi kwa wale watakao kwenda haji. Tunawahimiza wajue alhaju ibada, haji ni ibada, na ibada unatarajia nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Unatarajia kutakabaliwa ibada hii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ibada kutakabaliwa ina shuruti zake, ina arkani zake, ina wajibati zake, ina sunani zake, ina mawani zake. Kwa hivyo ikiwa wewe umeafidhiwa kwamba unakwenda haji, chukua wakati wako, utafute nafasi kuisome ibada hii, uweze kuielewa. Ukifika kule ni kitu gani wafanya kitapamba
ibada yako? Ni kitu gani kitafanya chaweza kuharibu ibada yako? Ni kitu gani utafanya kitaweza kukuongezea ajiri katika ibada yako? Chukua wakati usome arkanul hajj, wajibatul hajj, sunanul hajj, mawadhi za haji, mipaka ile ya Arafa. Usije ukasimama Arafa kumbe hukuingia Arafa, uko nje ya Arafa. Usije ukaenda Arafa kumbe hukuenda wakati ule kuwa umepangwa katika wakati wa kwenda Arafa. Arkanul hajji 5 katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, nguzo za haji ni 5. Ya kwanza kabisa ni al-ihram, ni kutia nia ya ihram. Innamal a'malu binniyat, na riwaya nyingine innamal a'malu binniya, amali inazingatiwa nia. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila imra'atin yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadithi ndefu ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufafanulia umuhimu wa nia katika amali. Wakati ukienda katika ibada hii, kuwa na ikhlas lillahi ta'ala, unaifanya ile amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usiifanye ile amali kwa ajili ya social media, kila mtu aone wewe umekwenda haji, waposti kwa kila mtu kwa nia kwamba nijulikane, mimi safari hii nimekwenda haji. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Mtihani mkubwa tuko nao, ibada zetu zaharibika mno kwa sababu ya nia yako katika social media, nia yako katika kujitangaza kwamba mimi nimekwenda haji. Tena ukirudi una na mapana kwa sababu umekwenda haji. Una mmoja amekwenda haji, akirudi hataki tena kuitwa tena aitwe Badi ama aitwe Ustadh Badi, hataki tena, atakaitwe nani? Viita shekhe. Ukimuita Badi akamwambia hapana, mimi natoka haji, mimi ni alhaji ustadh. Sasa kila mmoja ajue yeye ni alhaji. Si malengo hayo. Malengo ni kwamba wewe ni kutafuta mardhatillah, kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Hii ndio ni haji, ndio amali zako uzifanye lillahi ta'ala, kwa ajili ya kutafuta mardhatillah. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ya haji ni an-niyya. Lazima utie nia ya amali ya haji, na Mwenyezi Mungu wale waliokwenda na wale watakaokwenda awatakabalie nia zao. Nguzo ya pili ni at-tawaf, kutufu al-Kaaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika Qur'ani kwamba tawafu ni katika arkanul hajj, alipotwambia waliyufu nudhurahum waliyaqdu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti al-atiq. Ulama wa tafsiri al-Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume wakisimama katika aya kama hii, tubia waliyaqdu tafathahum waliyufu nudhurahum, zote ni amri. Waliyaqdu tafathahum al-amr, waliyufu nudhurahum ni amr, waliyatawafu ni amr bilbaiti al-atiq. Hizi ni amri kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulama wa tafsiri wanasema hapa amri hii ni amri ya nguzo, kuonyesha kwamba tawafu ni nguzo katika nguzo za al-hajj. At-tawafu rukn. Katika haji kuna tawafu nyingi, ukisoma kama wewe unaenda haji utazijua. Kuna tawafu rukn, kuna tawafu al-wada, na kuna tawafu za sunna ambazo utazifanya kila ukiingia Masjid al-Haram. Hakuna kuswali rakaa 2 za tahiyatul masjid kama unaposwali tahiyatul masjid katika misikiti mingine yote. Tahiyatul masjid ya Masjid al-Haram ni tawaf,
Kwa hiyo kuna tawafu rukni, nguzo ya tatu. Sasa tawafu ina sharti zake, si usizungumze tawafu kwa ujumla tu hivi, la, tawafu ina sharti zake. Utaanza wapi kwenda wapi, utazunguka vipi, uwe na tahara. Sio wewe ukaenda chooni ukatoka hivyo hivyo bila kutawadha enda kufanya tawafu. Soma ujue, utaharibu ibada yako. Katika miongoni mwa sharti za tahara, kama tunavyotawadha wakati wa swala, vile vile tawafu inafaa uwe na udhu kamili, uwe na tahara kamili. Kwa hiyo tunaambiwa wakati unapotaka kwenda kufanya ibada hizi, chukua wakati wa kusoma ili uelewe zile ibada unazokwenda kuzifanya kwa takikana sharti gani na sharti gani. Nguzo ya tatu ni al-wuqufu bi Arafa, ni kusimama Arafa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia al-hajju Arafa, haji ni Arafa. Faman jaa laylata jam'i, atakayekuja wakati wa usiku wa jam'i, qabla tulu'i al-fajr faqad adraka. Sasa haji Arafa, Arafa si wakati wowote kwa kusimama kwamba wewe umefika haji. Kuna wakati wake maalum. Wakati wa Arafa unaanza baada ghurub, baada zawali shams, baada ya kuponduka jua siku ile ya Arafa, mwezi 9 wa mfungo 3, jua likipenduka ndio wakati wa Arafa umeingia, mpaka kutokezea alfajiri. Lailatul jam'i, lailatul jam'i ni ipi? Ya lailatul mabitu bi Muzdalifa, ni ule usiku watu wanakwenda kulala wapi? Muzdalifa. Lao jua litapenduka siku ile ya Arafa, ikawa ukupata kufika Arafa. Muhimu sana wanaokwenda haji wasome, muhimu sana wanaokwenda haji wasome. Lao utakuwa hukupata kwenda Arafa siku ile jua limependuka, ikaingia magharibi, bado hujakwenda Arafa, wakati wa Arafa haujaisha. Ikaingia Isha, wakati wa Arafa bado upo. Ikaingia saa 6 za usiku, saa 7 za usiku, mpaka saa 10 za alfajiri, bado wakati wa Arafa uko. Ila tulu'i shams hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, mpaka ichomoze alfajiri. Ikichomoza alfajiri siku ile ni Idi, alfajiri siku ile ya Idi ndio inakuwa wakati wa Arafa umefanyaje? Umeisha. Kwa hivyo ukienda kule lazima uwe na maarifa, hiyo ibada hii yafanya saa ngapi mpaka saa ngapi, ndio itakuwa limepata Arafa. Na yoyote alokosa Arafa amekosa haji. Afadhali ukose nguzo nyingine kuifanya katika ule wakati ambao umetakiwa kufanya, waweza ukailipa kama kawa na ukachinja, ukatoa fidia ya kuchinja. Lakini ukikosa Arafa umekosa haji, hiyo haji hakuna mpaka urudi tena mwaka mwingine. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafa, haji ni Arafa. Faman jaa laylata jam'in qabla tulu'i al-fajr faqad adraka. Nguzo ya 4 katika arkanul haji ni as-sa'yu baina as-safa wal marwa. Hizi ni katika shiar Mwenyezi Mungu ametuwekea kitendo alichokifanya mama yetu Hajar, kwenda mbio baina Safa wal Marwa, majabali mawili haya, kwa ajili ya kumtafutia mwanawe Ismaili maji. Mwenyezi Mungu akatoa chemchemi ya maji katika miguu. Alikuwa akipiga kwa akilia kwa kiu iliyokuwa imemshika Nabiiullah Ismail alayhi salam, maji ya Zamzam. Mama Hajar akaenda mbio na kurudi kumtafutia mwanawe maji. Baba iko hamu na sikitiko na shafaka juu ya mwanawe kwamba yuwafa na kiu ya kuumiza. Akirudi mara ya kwanza, ameenda akirudi, hataki kwenda mbali ili amwate mwanawe kule, isije akatokezea dhir mbwa mwitu, asije akatokezea asad simba, asije akatokezea mnyama akamla, kwa sababu wakati huo ilikuwa Maka ni Sahara, ni jangwa. Asema Nabii Allah Ibrahim katika Qur'an, inni askantu min dhurriyyati biwadi
ghairi dhi zar'in 'inda baitika al-muharram, ilikuwa bado ni jangwa. Sasa ogopa kwamba isije mwanangu ngeenda mbali nikakosa kumuona, akatokezea adui mnyama akamdhuru mwanangu, akawa huenda akifika Swafa akirudi Marwa, huenda akifika Swafa akirudi Marwa mara 7. Aliporudi mara 7 akapata chemchemu katika miguu ya Nabii Allah Ismail. Hebu imagine, si ardhi ya mtanga ya ufuo wa bahari, au si ardhi ya kivambo kama hiki cha uwanja wa Makadara. Jabal shekhe, ni jabali tupu. Ardhi ya Maka hakuna mahali ambapo kwamba hakuna jabali. Ile ardhi yote ni jabali tupu. Hata ukiwauliza wale wa construction wa kujenga, wanasema ukiangalia tu ile Maka, matamiloli yamejaa kuchimbwa katika chini ya majabali. Ardhi yote ni jabali tu, kitoto kidogo chapiga maguu katika jabali lili litoe maji. Qulu subhanallah, miujiza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alipofika pale Haram, akawa anayakusanya yale maji, sio anachimba, kwa sababu ni mikono na jabali hawezi chimba. Jabali limetoa chemchemi ya maji, Hawa anayakusanya na utiririka, ili ayakusanya amnyweshe mwanaye, akisema zam 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 zum zum, kwa lugha zote zikitumika kusanyika, ndio maji kama yale yakaitwa Zamzam. Kwa kitendo hiki kilichotokezea, Mwenyezi Mungu akatuwekea ni ibada hii, as-sa'yu baina as-safa wal marwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha akisema katika hadithi yake Abi Huraira, is'au fa inna Allaha kad kataba alaykum as-sa'ya, fanyeni ibada ya sa'i, hakika Mwenyezi Mungu amewafaradhia nyinyi ummati Muhammad kufanya ibada hii ya sa'i. Na nguzo ya mwisho au nguzo ya 5 katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i, ambao kuna baadhi ya madhhabu ya Malik, madhhabu Hanifa hawakuzingatia hii nguzo, wameziki katika wajibatul haji ni al-halqu wat-taqsir. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Kunyoa na kupunguza nywele. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliinua mikono akisema, Allahumma arhamil muhalliqina, ewe Mola warehemu wenye kunyoa. Masahaba walikuwa pale akamwambia Rasulullah, wenye kunyoa peke yake, wal muqassirina, na ambao hawakunyoa pia wamepunguza. Bwana Mtume akarudia mara ya pili, Allahumma arhamil muhalliqina, ewe Mola warehemu wenye kunyoa vipara siku ile ya haji. Masahaba akatoa sauti ya Rasulullah, wal muqassirina, kuna wengine wamepunguza. Mtume akarudia mara ya 3, Allahumma arhamil muhalliqina, ewe Mola warehemu walionyoa. Masahaba ya Rasulullah, wal muqassirina, na wenye kupunguza. Ndio Bwana Mtume mara ya 4 akasema wal muqassirina. Kwa hivyo ukienda kule, iliyokuwa bora zaidi ni kunyoa kwa mwanamume, bija upara kweli kweli. Nenda kule unanyoa upara kwa kweli, unakuwa umefanya fadhila kubwa zaidi kuliko kufanyaje? Kupunguza. Kupunguza ile sahihi, hata nywele kidogo tu kwa kijembe kiasi, hata mwenyewe waweza jinyoa hivi kupunguza, lakini bora zaidi kama alivyofanya yeye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipotufundisha kwamba lilokuwa la aula ni kunyoa kuliko kupunguza. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.